Kama unataka kuwa mzalishaji wa batiki pamoja na vijora, ni rahisi sana kama utaamua kujifunza mambo muhimu ambayo utatakiwa kuyazingatia katika uzalishaji wa vijora pamoja na batiki. Na kualika sana kwenye ujasiriamali, na katika video ya siku ya leo tunaenda kuangalia mambo muhimu na ya msingi zaidi ya kuzingatia wakati wa uzalishaji, au mambo ambayo unapaswa kuwa nayo wakati unataka kuzalisha batiki pamoja na vijora. Lakini pia nimekuandalia kitabu ambacho kinaeleza hatua za uzalishaji wa bidhaa mbalimbali zaidi ya 23, na ndani ya hizo bidhaa kuna utengenezaji wa batiki pamoja na vijora. Na kwa wewe ambao unahitaji madarasa yetu kupitia WhatsApp, unaweza ukanitext kupitia 0783 50 09 71. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Jambo la kwanza muhimu ambalo unapaswa kulifahamu ni swala zima la vipimo, namna ambavyo unaweza ukatumia vile vipimo kwa ajili ya kupata matokeo mazuri. Vipimo ambavyo navisemea ni vipimo gani? Katika uzalishaji wa batiki pamoja na vijora tunatumia malighafi zifuatazo. Tunatumia kitambaa, aidha chepesi cha kijora au kizito cha batiki. Pamoja na kuwa na kitambaa, lazima tuwe na rangi husika. Na rangi, unapaswa kuwa na rangi ile ambayo inaweza ikakolea kwenye aina ya kitambaa ambacho nakitumia. Kama tunatumia kitambaa cheupe, basi tunaweza kutumia rangi ambazo tukiziweka katika rangi nyeupe basi zikaonekana zaidi. Lakini pia tunatumia sodium hydrosulfate ambayo inatusaidia kushika vizuri katika nguo na ile rangi siweze kutoka. Au unakuta batiki mtu amenunua mwezi huu, mwezi ujao amefua mara 3 imepauka. Hasa tukitumia sodium hydrosulfate inatusaidia zaidi kupata matokeo ambayo ni bora zaidi kama hizo batiki ambazo ni kwa nazalisha. Lakini vile vile lazima tuwe na caustic soda. Caustic soda inatusaidia pia kubleach ile eneo husika. Unapokuwa unachomvya, ile rangi ya awali inatoka, alafu rangi mpya inakuwa inaingia ile ambayo unakuwa unaichomvya. Sasa hivi vitu ndo nazungumzia, lazima viwe katika vipimo. Lazima kuwe na kipimo husika cha rangi ambayo unaitumia, lazima kuwe na kipimo husika cha sodium hydrosulfate, lazima pia kuwe na kipimo husika cha caustic soda, kwa sababu hivi vitu mwisho wa saa unachanganya kwa pamoja. Vile vile lazima kuwe na kipimo husika cha maji ambayo unayatumia katika kuchanganya hivyo vitu. Hilo ni jambo la kwanza la vipimo. Jambo lingine ni formula ambayo unaitumia. Unaweza kuniuliza kwamba ni formula gani naitumia. Unapokuwa unaandaa hii rangi za kuchovya batiki, lazima pia uangalie batiki zako ni za aina gani unatengeneza. Unatengeneza batiki za mshumaa, unatengeneza batiki za kukunja na kuchovya, au unatengeneza batiki za kufinyanga, au unatengeneza batiki za kuprint. Kwa sababu batiki ya kuprint hauwezi ukaandaa rangi kwa formula hii. Kwa hiyo kwenye batiki za kuprint kuna formula yake tofauti ya uandaji wa hii rangi, lakini pia sio hii rangi ambayo inatumika katika batiki za kuprint. Lakini pia hata kwenye batiki za mshumaa kuna utofauti mkubwa sana, kwa sababu kule tunatumia wax ambayo ndio hiyo mshumaa, inaitwa macro wax, ambayo inatusaidia kupata matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo vile vile lazima uwe na kamba ya kufunga. Kama utakuwa unatengeneza batiki za kufunga, uwe na kamba ya kufunga, uwe na beseni, lakini pia uwe na jiko kwa ajili ya kupasha maji ya moto ili tuweze kuandaa rangi, sodium hydrosulfate pamoja na caustic soda. Karibu sana, nimefurahi kwa kuweza kuangalia video hii. Nina imani na matumaini yangu kwamba kuna kitu hata kama ni kidogo umepata. Karibu kwa ajili ya kujifunza zaidi. Unaweza kupata nakala ya kitabu kupitia namba hizo ambazo nimekuandikia hapo.